Bana, naam, basi movie yetu inaanza huko Finland kwenye familia za wawindaji ambao wawindaji hao walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya kuweza kumtuma kijana wao mmoja ambaye kijana huyu alikuwa anaenda kutimiza miaka 13. Ni utaratibu katika kikundi hichi cha wawindaji kwamba kijana anapokuwa ameweza kufikisha miaka 13 anapaswa aweze kuingia porini akiwa peke yake, na huko porini anapaswa basi aende kutafuta moja kati ya mnyama ambaye mnyama huyo atamleta kwa wanakijiji na kuonyesha kwamba ameweza kufanikiwa kuwa mwanaume halisi na ujasiri ni wa kutosha. Sasa alikuwa ameweza kupewa siku moja tu, ila kibaya zaidi ni kwamba kipindi ambacho anakabidhiwa upinde pamoja na mshale alionyesha udhaifu mkubwa sana, na baba yake alikuwa anataka kuweza kuzalilika pale pale. Akamwomba yule kiongozi aweze kutangaza kwamba kijana wake aweze kuingia msituni, na huyu mzee tayari alikuwa ameshaanza kucheza mchezo ambao ni upata potea huko ndani. Alikuwa ameshaua moja kati ya mnyama ambaye mnyama huyu alikuwa ameweza kumwandalia mtoto wake kipindi ambacho atafika katika eneo hilo, basi aweze kumchukua na kuweza kumrudisha katika eneo la hapo nyumbani kwao, ili angalau basi heshima iweze kupatikana. Basi kwingineko huko tunaona moja kati ya ndege inaitwa Air Force One, kulikuwa na moja kati ya bodyguard ambaye anaitwa Maurice. Bodyguard huyu alikuwa anaongea na Mr President, na baada ya dakika kadhaa basi baada ya kuweza kuongea na Mr President, hapo kulianza kupiga alarm katika ndege hii. President aliambiwa kwamba ndege ipo katika attack, yani ndege imevamiwa. Basi President akaweka katika moja kati ya kifaa ambacho kifaa hichi kiliweza basi kumshusha mpaka katika eneo la ardhi. Sasa baada ya hapo Maurice pamoja na askari wenzake walianza kutoka mmoja baada ya mwingine, lakini katika eneo la parashuti zao askari wengine wote walikuwa wanashuka na parashuti zao zilikuwa hazifanyi kazi. Maurice alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye ameweza kuwachezea wenzake mchezo ambao si mzuri sana. Askari mmoja alikuwa ameweza kugundua lile jambo, na hapo na yeye pia alilambwa chuma baada ya kuweza kumuuliza Maurice. Maurice alikuwa ameshaweza kupanga utaratibu pamoja na hawa askari ambao walikuwa ni askari ambao si wazuri sana. Magaidi walikuwa ndani yake pamoja na askari wengine ambao walikuwa ni askari walioamua kuweza kumsaliti huyu rais wa United States of America. Na baada ya hapo waliweza basi kushuka katika eneo la msitu ambako huko president ndipo basi alipokuwa ameweza kupata ajali hiyo. Wanasingizia kwamba ni jambo la ajali, lakini si kweli. Katikati ya msitu kijana mdogo anaitwa Oscar alikuwa naye pia ameshaweza kufika hapo. Ghafla aliweza kuona mwanga mkali, ndege iliyokuwa inaanguka ilikuwa inachoma msitu mzima. Katika nyakati hizo aliweza kuona kitu ambacho si cha kawaida. Kuna kifaa kimoja ambacho kilikuwa katika eneo la msitu, naye pia akaamua basi kwenda kukifuatilia ni nini kile pale ambacho kipo pale. Hapo kipindi ambacho ameweza kufika, President aliweza kuandika namba za siri kwa ajili basi ya kuweza kupewa msaada na kijana huyo. Kijana huyo aliweza kumfungulia President na President alifanikiwa kuweza kutoka pale. Na baada ya hapo huku ndipo basi Maurice aliweza basi kushuka baada ya kuweza kukwama na parashuti yake juu ya mti. Hapo akaanza kufanya utafutaji kwa lengo basi la kwenda kugundua kwamba kama kuna askari mwingine basi aliyokuwa ameweza kusalia baada ya kuweza kuanguka, naye pia aweze basi kumuua. Aliwaita kwa majina yao kupitia radio call, lakini pia vijana hao wote walikuwa wameshaweza kufa. Na hapo akaongea na mtu mmoja ambaye anaitwa Azar. Azar alikuwa ameweza kuambia kwamba Angel is out, yupo ndani ya msitu. Kumbe Angel nani? Angel basi ndio president ambaye kwa hivi sasa aliweza kutumia jina ambalo la siri ili basi kama kuna mtu yote aliyekuwa anawasikiliza wasiweze basi kukamatwa. Kijana huyu alifanikiwa kuweza kumuokoa president, na president alikuwa bado aaminiki na kijana huyu. Hapo kijana wa watu aliweza kutumia mfumo ambao ni wa zamani sana kuweza kuongea kupitia kikopo, na alikuwa anaongea na president vizuri. Akaanza kumuuliza kwamba wewe nani na umetokea wapi? President alijibu vema na kusema kwamba yupo pale kwa amani tu, lakini pia ameweza kupata ajali kupitia ndege yao ya Air Force One, na yeye ni president wa United States. Alijitambulisha hivyo. Oscar alisogea mbele na hapo akamwambia kwamba aonyeshe vitambulisho vyake ili angalau basi aweze kumwamini. Hapo president aliweza kuonyesha vitambulisho vyake na Oscar aliweza kuvisoma, na pale basi akaweza kumpa heshima yake. President hakujua kwamba huyu kijana ni kijana ambaye ni mtulivu sana, akaweza kumpa na yeye pia taarifa zake kuhusiana na maisha yake. Akamwambia kwamba jina lake anaitwa Oscar na baba yake anaitwa Topia, ni mmoja kati ya mtu ambaye ni mzuri sana katika swala zima la uwindaji. Na yeye pia akamdanganya kwamba president naye pia ni mmoja kati ya mtu ambaye anajua kuwinda vyema sana na ameshaweza kuua wanyama wengi kupitia mshale wake pamoja na upinde. Lakini huku katika jengo la White House walikuwa wanafanya utafiti wao kuweza kugundua kwamba nani ambaye anahusika na huu utekaji ambao president ameweza kukutana nao. Lakini katikati ya watu wote hao kuna mtu mmoja ambaye ndani yake alikuwa anawasiliana na hao magaidi. Azar aliweza kufika katika eneo lile pale ambako president
kile kifaa chake kilikuwa tayari basi kimeweza kuanguka pale. Wakaenda basi kufanya juu chini, wakaweza kuweka kamera na mwisho wa siku wakaenda kufungua kile kifaa. Walipokifungua tu wakakuta tayari kwamba president alikuwa tayari ameshasepa muda mrefu sana. Na yuko katikati ya msitu pamoja na kijana huyu mdogo ambaye anaitwa Oscar. Oscar alikuwa anajisifu sana na kusema kwamba yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye anaujua msitu vyema sana. Ameshawahi kuishi katika msitu kwa miaka mingi sana na sasa hivi anaenda kutimiza miaka 13. Na akaweza kumuelezea president kwamba katika maisha yao ya kila siku katika mji huu ambao yeye pia ameweza kuishi, kijana anapofikisha miaka 13 anapaswa basi aweze kuingia msituni na kwenda kutafuta mnyama ambaye mnyama huyo atamuua mwenyewe kwa mkuki wake au kwa mshale wake, na mwisho wa siku amrudishe katika kijiji chao. Ndipo basi watu watakapoanza kumwamini kwamba yeye ni mwanaume aliyekamilika. Hapo president akaanza kujitambulisha na kusema kwamba jina lake halisi anaweza akaitwa Billy. Basi baada ya hapo kijana wa watu aliweza kuichukua pikipiki yake na akawaambia president kwamba anapaswa aweze kufuata sheria zake, yupo ndani ya msitu wake. Sheria zilikuwa ni zile zile, anapaswa aweze kumsikiliza vyema na kuweza kufanya yale ambayo kijana huyu mdogo alikuwa anayataka. Basi waliweza kutembea kwa usiku mzima, wakafika mpaka juu ya mlima. Huku miamba walikuwa wanazidi kuwatafuta. Maurice pamoja na hao majambazi walikuwa bado na hasira isiyokuwa ya kawaida. Walikuwa wanahitaji basi kuweza kugundua mahali ambako president alipokuwa ameweza kujificha. Wakahisi kabisa kwamba Maurice alikuwa ameweza kuwazunguka, lakini Azar alikuwa basi hapo anawaambia kwamba anamwamini, lakini anahitaji kuweza kumpata president vyote vile atakavyokuwa ameweza kupanga. Maisha yaliyokuwepo katika eneo la White House yalikuwa bado ni magumu. Walikuwa wanafanya juu chini waweze kumpata president. Bado hawajagundua mahali ambako president alipokuwepo. Walifika katika eneo la juu kabisa ya mlima, wakafanikiwa kuweza kupata chakula kidogo ambacho kijana huyu ilikuwa ni nyama za hapa na pale. Alimlisha president vizuri na president pia aliweza kukisifu sana kile chakula. Hapo akaanza kuelezea maisha yake pia. President anasema kwamba kuna kipindi ambacho unahitaji kuwa strong, yani uwe ni mtu ambaye una nguvu, lakini pia kuna kipindi ambacho unahitaji kuwa mtu ambaye unaonekana kwamba una nguvu lakini ndani yako hauna nguvu ya aina yoyote. President anasema kwamba kuna kipindi ambacho yeye mwenyewe binafsi alikuwa ameweza kuingia chooni. Kwa bahati mbaya kipindi hicho alikuwa ameweza kugundua kwamba dakika chache kwa zimeweza kubaki kwa ajili ya yeye basi kwenda kufanya kuhutubia moja kati ya press kubwa sana. Hapo kwa bahati mbaya aliweza kujikojolea mbele ya suruali yake. Lakini alipokuwepo mbele ya watu wale alijitahidi kuweza kujikaza na alikuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Alionyesha ukakamavu na akaweza kuficha ile sehemu ambayo sehemu ile ilikuwa ina maji kidogo mbele ya suruali yake. Hakuna mtu yote aliyekuwa ameweza kugundua. Na pale kijana wa watu akaweza sifu ile kitu ambacho president alikuwa ameweza kusema, na pia akaanza kumuonyesha picha ya baba yake mzazi, na anasema kwamba baba yake mzazi kipindi hicho akiwa mdogo na miaka 13 alifanikiwa kuweza kumuua Bia, ambaye basi inamaanisha kwamba dubu. Sasa nyakati hizo president akamsifu na kusema kwamba wanafanana sana kwa sababu wanaonekana kama vile ni twins, yani mapacha. Baada ya hapo nyakati zilizidi basi kusonga mbele na usiku uliweza kuisha kabisa. Asubuhi kaweza kufanikiwa kuweza kukucha, waliweza kuamka salama, lakini kijana huyu mdogo aliweza kukutana na kiatu ambacho kiatu hichi kilikuwa kinaonekana kama vile kiatu cha Mr President. Lakini nyakati hizo walipokuwa wameweza kutembea mbele, basi wakaenda kukutana na miili ya watu waliokuwa wameweza kufa. Kijana huyu alikuwa anafuata ile ramani ambayo baba yake mzazi alikuwa ameshaweza kumpa. Ramani hii inaonyesha kwamba atakutana na kichwa cha mnyama ambaye tayari alikuwa ameshaweza kumuulia na kuweza kumhifadhia. Lakini alipofika katika eneo lile pale alikuta baba yake mzazi amewasha generator, lakini pia kuna freezer ambayo ilikuwa katika eneo lile pale. Alikuwa anahakikisha kwamba kijana wake atarudi na kichwa kile cha yule mnyama, huku akiwa ameweza kumwachia barua ambayo barua ile kijana wa watu walivyokuwa wameweza kuisoma aliumia sana. President alikuwa na maumivu makali baada ya kuja kugundua kwamba kuna watu walikuwa wanamtafuta, lakini pia hata wa vijana wake walikuwa wameweza kufa katika mawe, walikuwa wameweza kutegiwa vitu vibaya sana katika parashuti zao. Parashuti zao zilikuwa zimeweza kuwa sealed, zilikuwa zimefungwa. Kwa hiyo mtu unavaa parashuti na kushuka chini, bahati mbaya unapoanza kuzifungua zinakuwa zifunguki mpaka pale utapokuja basi kugundua na kuwa tayari umeshaweza kufa. Huku Azari pamoja na Maurice na kikundi chake walikuwa wanazidi kuwatafuta. President alimpa moyo kijana huyu na kuweza kumwambia kwamba hata kama baba yake mzazi alikuwa amwamini mpaka akaweza kumuulia huyu mnyama, basi inamaanisha kwamba yeye anamwamini. Akamkabidhi moja kati ya kidani ambacho kidani hichi mara nyingi kinakuwa kwenye suti za marais na kuweza kumvalisha kijana wa watu. Kijana wa watu walikuwa na mawazo mengi sana, na baada ya hapo president akamueleza wazazi kwamba kuna watu ambao wanamtafuta na watu hawa ni magaidi. Inaonekana kwamba wanataka kuweza kumuua. Muda ulizidi kusonga na Maurice aliweza kufika katika eneo lile pale. Hapo akamuita Azar kwa ajili basi ya kuweza basi kumchukua president. Lakini kijana huyu alipokuwa basi anajaribu kuweza kurusha ule mshale wake, hukuweza hata kumfikia Maurice. Hapo president aligundua kwamba huyu kijana hakuwa muindaji bora, bali alikuwa ni mmoja kati ya kijana ambaye alikuwa anajifunza kuinda.
Basi Maurice alitaka kabisa kuweza kumaliza huyu kijana, lakini pale pale president akaweza kumtetea kijana huyu, na hapo hapo president alianza kupokea kipondo. Azar alifika pale na helikopta wakiwa tayari basi kuweza kumkamata president. Azar alipokuwa ameweza kufika, basi kikosi kilichokuwepo katika eneo la White House wanaweza kugundua lile jambo. Jina la kijana huyu anaitwa Azar, alikuwa anafanya kazi wapi na ni mtu wa aina gani, lakini pia walikuja kugundua kwamba baba yake mzazi ni mmoja kati ya mtu ambaye ana visima vya mafuta vingi sana. Kwa hiyo walifanya juu chini basi Azar aweze kupiga picha na president, na pale pale picha zile basi zilianza kusambaa katika mitandao ya kijamii, ikiwa inamaanisha kwamba president alikuwa ametekwa na magaidi. Basi baada ya hapo Azar akatoa moja kati ya wazo kwamba president aweze kuwekwa katika lile freezer na kisha waweze kumpandisha juu ya helikopta wakiwepo wao wameweza kumburuta chini. Kijana huyu aliweza kugundua kwamba hili jambo sio jambo jema, akaweza basi kwenda kufika katika eneo lile pale, na kwa ajili ya jambo lile akaamua kuweza kumwokoa President of United States, akiwa ameweza kujiapia kwamba ataacha kile kichwa pale, na huku akisema kwamba amwezi kuchukua kitu chochote katika forest yangu. Yaani maanisha kwamba amwezi kuchukua kitu chochote katika eneo hili la msitu, mimi ndio kiongozi wa msitu huu. Hapo hapo akajitahidi kuweza kukimbilia katika lile moja kati ya boxi la freezer. Hapo alifanikiwa kuweza kudana katika eneo lile pale juu. Hapo hapo safari ilianza kuanza. Vita ndivyo basi vilivyoanza basi kuwa vikali zaidi. Alifanikiwa kuweza kuongea na president pale juu na kuweza kumwambia kwamba wewe ndio moja kati ya mtu ambaye napaswa anaweza kukufanikisha na kuweza kumfikisha kwa baba yangu mzazi, na wala sio yule mnyama. Sasa hii safari ni safari ya kuweza kumwokoa president. President alikuwa na mashaka makubwa kwamba kijana huyu mdogo hawezi kumwokoa. Huku juu Azar pamoja na Maurice waligundua kwamba kuna mtu ambaye tayari alikuwa chini ya eneo lile pale na alikuwa anafanya lile moja kati ya freezer linakuwa lizito zaidi. Wakataka kuweza kumpiga risasi pale pale. Basi wakaweza kuwaamuru hawa pilot wa hii helicopter kwamba waishushe chini na waweze kuipitisha katika eneo la miti. Lengo lao kuu lilikuwa basi ni kuweza kumtupa kijana huyu katika eneo la miti na kisha wao wazidi basi kuendelea na huyu president. President alikuwa ana uoga mkubwa sana, alikuwa hawezi kuruka. Huku katika eneo hili kijana wa watu waliweza kudondoka, lakini nyakati hizo chuma ilizidi basi kutembezwa. President ilibaki kidogo tu aweze kujitupa chini, lakini bado alikuwa na uoga sana. Basi kijana huyu alifanikiwa kuweza kuikata ile moja kati ya boxi la freezer na akafanikiwa kuweza kudondosha chini. President akiwa na mawazo makali sana, huku Maurice naye akiwa ameweza kufika katika eneo lile pale. Wakaweza kujitupa ndani ya lile boxi la freezer na kisha likaanza kutiririka mpaka ndani ya maji. Huko kwenye maji liliweza kufikisha mpaka katika eneo la bahari. Katika bahari hiyo waje kugundua kwamba mahali ambako Air Force One ilipokuwa basi imeweza kuanguka ndipo basi kuna kizaazaa. Ndani ya ukumbi wa White House walipokuwa basi wanajaribu kuweza kufuatilia kesi nzima, kuna mzee mmoja ambaye mzee huyu alikuwa basi ameweza kugundulika kwamba anawasiliana na Azar. Aliweza kuwatumia location ambako basi hawa miamba walikuwa wameenda kujificha, yani Mr. President pamoja na Oscar. Waliweza kufika katika eneo lile pale. Lengo lao basi lilikuwa ni kuanza kuwaua kabisa. Walipofika ndani ya ndege walikuwa basi na amani sana Oscar pamoja na Mr. Bill, na maanisha kwamba Mr. President walifika kule ndani wakiwa naamini kwamba wanakuja basi kuokolewa pale pale. Lakini nyakati hizo kipindi ambacho basi wameweza kufika kule ndani, kisha aliweza kufika pale huyu mwamba anaitwa Azar ambaye tayari alikuwa basi na kile kifaa ambacho ni bomu. Bomu hili ilikuwa tayari basi anapaswa kuweza kulifikisha pale na president anapaswa kuweza kufa. Lakini kipindi ambacho nataka basi kuweza kupanda juu na helikopta ile, hapo kamba iliweza kukatwa. Azar aliweza kukasirika sana. President naye aliweza kumwambia kwamba unajisikiaje baada ya hawa watu pia kuweza kukusaliti. President pale pale anaanza basi kuliamsha, na kisha nyakati za mwisho kabisa president kwa unyonge wake pamoja na jitihada zake za hapa na pale alipigwa sana. Kijana wa watu ambaye anaitwa Oscar alifanikiwa kuweza kuchukua moja kati ya fire extinguisher na kuweza kumpiga nayo huyu Azar la kichwa. Ndipo hapo Mr. President alipoweza kuchukua chuma, yani inamaanisha kwamba bunduki, na kuweza kumlima za moto nyingi sana. Kisha na wenyewe pia binafsi wakafanikiwa kuweza kukiwasha kile kiti cha ndege ambacho kiti hichi kinaweza kufetuka kuelekea juu. Huku juu sasa alikuwa Maurice, alikuwa katika helikopta. Maurice anashangaa kuweza kumuona Mr. President pamoja na kijana huyu mdogo anaitwa Oscar, ambaye Oscar tayari naye pia alikuwa ameweza kurusha mshale akiwa anaamini kwamba mshale wake unaweza kumfikia Maurice. Oscar alirusha ule mshale na kisha ukaenda kufika katika kifua cha kwake Maurice. Maurice akiwepo na mashaka kwamba mshale ule hautaweza kufika na wala hawezi kumuua. Basi nyakati hizo aliweza kumwangalia kijana wake kwa dharau sana. Kisha hata Mr. President aliweza kushangaa, na hapo alishangaa Maurice akiwa anataka basi kuweza kuwalima chuma. Aliweza kujisikia vibaya na hapo aliweza kudondoka kuanzia juu mpaka chini. Hii inamaanisha nini? Kwamba ule mshale ulikuwa umeanza kufanya kazi. Bomu liliweza kulipuka katika eneo la maji, na bomu lile linaweza kusababisha maji yakaweza kuruka juu sana na kuanza kuonekana kama vile ni mvua ilikuwa inanyesha. Lakini huku Mr. President pamoja na Oscar walikuwa wanazidi kusafiri kupitia upepo ule ambao tayari
aliweza kufika mbali sana. Baba yake mzazi alikuwa na kiongozi wa tradition yao, yani kiongozi wa kimila, wakiwa naamini kwamba ni mvua ilikuwa inanyesha, lakini hapo hapo aliweza kushangaa kwamba samaki kwa zinaanguka mbele ya gari lao, wakiwa naamini kwamba kijana huyu tayari atakuwa ameweza kupata madhara makubwa sana. Basi nyakati hizo jeshi la Amerika liweza kufika pale, wakaweza kuwakamata baba yake mzazi ambaye ni Topia pamoja na mkuu katika eneo hili ambalo la Finland. Waliweza kupigishwa magoti wote katika kijiji hichi cha kwao. Hapo wakaweza kuambia kwamba mahali ambako president alipo nyinyi ndio mnapopajua. Basi nyakati hizo president akiwepo tayari ameweza basi kupaa juu akiwepo na Oscar, waliweza kuonekana katika eneo la satellite, na kisha mzee Topia aliweza kumuona kijana wake. Moyo wake ulikuwa na hali ya aweni kabisa, alifurahi sana, na hapo president pamoja na kijana huyu mdogo aliweza kuonekana mbele za macho yao. Taarifa ziliweza basi kuweza kufikishwa katika eneo basi la White House kwamba president yupo salama, huku mzee wake akiwa na amani kubwa sana. Aliweza kumwambia kwamba kijana wako ni kijana ambaye ni mjasiri, lakini ni kijana ambaye ana nguvu sana, usikaiweza kumkatia tamaa, ameweza kufanikiwa kuweza kuniokoa. Basi watu wote katika kijiji kizima walianza kumwamini kwamba kijana huyu ni kijana ambaye ana akili na ni kijana ambaye ana nguvu sana. Picha zikapigwa, kumbukumbu zake zikaweza kuhifadhiwa, lakini Mr. President alikuwa tayari ameshaweza kugundua kwamba ndani ya kikosi chake kuna watu ambao tayari wana hila tofauti na hila za kawaida. Huko White House watu walikuwa wanazidi basi kuweza kufurahia ushindi ambao Mr. President ameweza kufanikiwa kuweza kupatikana, lakini pia Vice President aliweza kumgundua adui wa kwanza kabisa katika eneo hili hapa. Alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa katika Secret Service, naye pia aliweza kuuawa na huyo mwamba, lakini bado katika eneo lile inamaanisha kwamba Mr. President alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye bado atazidi kuindwa siku hadi siku. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na ziada kwa muda huu. Acha comment yako hapo chini uniambie umeonaje kazi. Bye bye for now.